Nataka nifundishe kwa muda ulioko mbele yetu jinsi ya kufikia muujiza wako. Somo letu ni jinsi au namna ya kufikia muujiza wako, na pale mwishoni unaweza ukaongeza neno wa kweli. Haleluya. Naweza ukaongeza neno muujiza, jinsi ya kufikia muujiza wako wa kweli. Maana pia kuna miujiza mingine ni fake, na mimi sifundishi juu ya miujiza fake. Nataka watu wafikie miujiza ya nini? Ya kweli, halisi. Ukitushuhudia kitu kiwe ni halisi na kiwe ni cha kweli kwa namna Mungu alivyokufanikisha. Haleluya, kanisa la Bwana. Amen. Na kwa namna hiyo, kwa kanuni hizi zitakazokupa, nataka ukaziishi, kwa sababu zitakusaidia kufikia jambo ambalo watu wakikutazama waone kama ni mtu mwingine, sio wewe, lakini ni wewe. Haleluya. Tutasoma kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 9. Paulo atatusomea mahali hapo. Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 1 hadi ule wa 9. Somo ni jinsi ya kufikia muujiza wako kweli. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Ndiyo. Na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Ndiyo. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda. Ndiyo. Nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kuletea birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati napokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Hebu rudia maneno hayo. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Rudia tena kwa imani. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Maneno haya na sura hii na tuseme kitu gani? Tuseme picha hii tunayoiona kwenye mistari hii inatupa muktadha tofauti sana tunapoleta kwenye maisha yetu. Huu sio mfano. Haya ni maisha halisi ya Yesu katika utumishi wake. Biblia inasema kulikuwa na sikukuu na Yesu akahudhuria hiyo sikukuu, lakini kwa namna wasivyotegemea watu, Yesu anakwenda kwenye sikukuu, lakini anapita kwa watu wenye matatizo. Anapitia lango la watu wenye changamoto. Hakupita VIP. Haleluya. Amen. Hakupita wanakopita waheshimiwa. Alipita mahali ambapo waheshimiwa fulani wamepatenga, hawawezi kupita huko, kwa sababu kwenye huo mlango wa kondoo wanalala watu
wenye shida mbalimbali, wagonjwa, vipofu na walemavu na wenye changamoto mbalimbali walikuwa kwenye huo mlango, wasingeweza kupita watu wanaokwenda kwenye sikukuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni wa tofauti sana. Mahali watu wanadhani hawezi kuingia kwenye maisha yako, atawashangaza kwa namna ya ajabu, kwa sababu wao wameshakupa majina. Wewe ni wa kushindwa, wewe ni mnyonge, wewe huwezi jambo hili, familia yako haitakusaidia chochote. Lakini niko kutangaza, mahali umetengwa, mahali umetupwa, mahali umesahaulika, Yesu atapita kwenye mlango huo. Yesu ataingia kwenye maisha yako, ataondoa jambo ambalo watu wanadhani haliwezi kuondoka. Haleluya, kanisa la Bwana. Mtu huyu alikaa kwenye mlango wa kondoo, na jamii nyingine kubwa ya watu wenye shida mbalimbali wasijue cha kufanya. Biblia inasema kulikuwa na utaratibu umewekwa. Kuna kisima ambapo malaika anaingia, anatibua maji. Mtu wa kwanza kuingia anakuwa mzima. Utaratibu huo uliwekwa, lakini ulikuwa na changamoto nyingi sana za kufikia muujiza wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kukwambia, ziko taratibu za kupata matibabu kwenye ulimwengu huu, lakini zinaweza kushindwa. Lakini uko utaratibu wa Yesu kuingia kwenye maisha yako. Haijalishi ugonjwa ulionao, unaweza kuondoka. Hata kama wameweka foreni, lazima tuingie kwa daktari, tumsimulie magonjwa yetu, tumsimulie changamoto zetu, tumsimulie maumivu yetu. Nataka kukwambia, yuko daktari Yesu, atakuja kwenye hitaji lako, atakuja kwenye ugonjwa wako, atakuja kwenye changamoto yako. Hataangalia foreni, hataangalia umeteseka kwa namna gani. Ataingia na ataondoa hiyo changamoto. Mwamini Mungu, mwamini Mungu katika jina la Yesu. Watu wote walikaa wakisubiri ule utaratibu, wakisubiri namna gani itatokea na yeye huyo mtu awe mzima. Nataka kukwambia, iko mifumo mbalimbali inayoongoza ulimwengu huu, lakini inaweza kuwa migumu kwa wapendwa katika Kristo. Kwa sababu mingine imejaa rushwa, mingine imejaa unyanyasaji, mingine imejaa kufahamiana, na mingine imejaa ushirikina. Lakini jina la Bwana libarikiwe. Tunayo njia moja ya Yesu Kristo inayoweza kupita hizo changamoto zote, inayoweza kukupa ajira, inayoweza kuwaleta watoto wako kwenye utukufu. Hata kama wamejipanga watu ambao wana majina, wamejipanga watu ambao wana mtaji, wamejipanga watu ambao wanatambulika huku na kule, Yesu Kristo aweza kukutambulisha mahali usingejitambulisha. Amen. Sema amina kubwa kama mimi. Usiangalie ni kwa namna gani wewe ni mdhaifu. Usiangalie ni kwa namna gani wewe ni mnyonge. Usiangalie na kuorozesha umefeli mara ngapi. Chungaji, wewe unasema tu nimesha jaribu, ni mwaka wa 6. Biblia imetupa idadi kubwa, miaka 38. Haleluya. Ni muda wa kukata tamaa kabisa. Watu wamejikwaa, watu wameshindwa kwa sababu ya changamoto imekaa muda mrefu. Chungaji, jambo hili ni gumu, linaniwia gumu, nafsi yangu imenyong'onyea. Ni kweli, nafsi yako inaweza kunyong'onyea, lakini nitakufundisha jinsi ya kutoka kwenye changamoto hiyo. Haleluya, haleluya, kanisa la Bwana. Amen. Tunaona maisha ya huyu mtu aliyeugua miaka 38,
Nimekuambia hii ni picha tu ya ulimwengu na maisha ya mwamini ndani ya Kristo, ili tusaidie. Aliwezaje kupona? Aliwezaje kushinda? Na kama hizo kanuni ndizo alizotumia, na sisi tunaweza kushinda, tunaweza kupona, tunaweza kubarikiwa, tunaweza kujitwika godoro letu tukaenda kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza kutoka kwenye magumu ya maisha. Tunaweza kuona adui zetu wakifunikizwa kwenye maji mengi, hata kama walikuwa wametamalaki, kwa sababu ya hizi kanuni. Unajua kinachoshangaza ni kwamba changamoto yako pia ni ajenda mbinguni. Nimesemaje? Rudia tena kama umesikia vizuri. Haleluya. Amen. Yaani jambo lako linalokusibu hata huko mbinguni wanalizungumzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huwa tunatamani kusikia serikali inajadili juu ya changamoto inayotuhusu. Wamezungumza lile jambo letu, wamezungumza serikali, naona watatekeleza. Kuna serikali ya mbinguni huwa pia inajadili juu ya changamoto yako. Mchungaji, unajuaje? Sura hii inatuonyesha kwamba yule mtu alikuwa amelala pale. Yesu alipokuja, kuna mstari unasema hivi, Yesu akijua kwamba huyo mtu amekuwa na hali hiyo kwa miaka 38. Yesu alikuwa anajua. Yesu ni Mungu, anajua changamoto yako, anajua maumivu yako, anajua huzuni yako, anajua kushindwa kwako, anajua unyonge wako, anajua fedheha uliyopata. Yesu anajua. Haleluya, kanisa la Bwana. Usiishi ukizani kwamba hakuna yeyote anayejua. Inawezekana ndugu zako hawajui na hawana namna ya kukusaidia, lakini Yesu anajua na ana namna ya kukusaidia. Na nisikiliza vizuri, kanisa la Bwana, anayo namna. Yesu anazo njia za kukutoa kwenye huo mkwamo. Yesu anazo njia za kukupigania. Yesu alikuwa anajua mtu huyu ameugua, amekuwa kwenye hali hii kwa muda wote huu. Yesu anajua. Tuko pamoja, kanisa la Bwana? Amen. Sasa nataka nikuonyeshe mambo matatu ya kuzingatia ili uweze kufikia muujiza wako wa kweli, ambayo tutakuwa tunaona jinsi huyu mtu alivyoyazingatia. Mambo matatu ya kuzingatia. Jambo la kwanza, usitoke eneo la muujiza wako. Usitoke eneo la muujiza wako. Angalie kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 66 hadi wa 69. Usitoke eneo la muujiza wako. Yohana mtakatifu sura ya 6 66 hadi 69. Karibu. Kwa ajili ya hayo mengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale thenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simoni Petro akamjibu, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima milele, nasi tumesadiki tena tumejua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Amen. Haleluya, kanisa la Bwana. Pointi ya kwanza hapa ni usitoke eneo la muujiza wako. Huyu mtu aliugua miaka mingapi jamani? 38 akiwa kwenye hospitali hiyo hiyo. Does it make sense? No. Haleluya. Kungetokea tu shauri, unafanya nini hapo muda wote huu?
Si inaonekana kabisa wameshindwa jamani. Inaonekana utaratibu kama ni dawa, ni vidonge ya miaka 38. Haileti maana, si ndio? Lakini kwa nini huyu mtu aliendelea kukaa pale? Ndani mwake kulikuwa na connection ya kimungu ambayo hakuna mtu yeyote anaiona isipokuwa yeye. Lazima ujenge picha ndani mwako ambayo unaiona wewe tu, hata kama mazingira yanakuonyesha tofauti, lakini ukirudi kwenye hiyo picha unajiona, hapana, nitakaa hapa mpaka ninachokiona kitimie. Don't quit kirahisi tu. Siondoke kirahisi eneo lako la muujiza. Kuondoka haina maana ufungashe mizigo. Unaweza kuondoka kifikira kwenye mambo Mungu aliyokusemesha. Kuna watu miujiza yao iko kwenye utumishi, alafu wanaacha. Kumbe Mungu angekubariki kama ungeendelea kubaki kwenye kwaya. Ungeendelea kubaki kwenye eneo lako ambalo watu wamekuamini kukaa hapo. Lakini kwa sababu ya changamoto, watu wanaondoka. Na changamoto zinaweza kuwa za kisayansi. Jamani, hivi mtu akija kukushauri umekaa kwenye tatizo hata kama ni la ndoa kwa muda mrefu, si inatosha kukuondoa? Kwani unafikiri wanaanzaje? Kirahisi tu. Na wewe yani unakuwa kama mjinga. Yaani kweli miaka yote. Bwana aturehemu. Haleluya. Nakuwa kama uelewi. Haleluya. Unakuwaje hivyo? Unafanya jambo, unaona unapata hasara, unaendelea kufanya, kwani hakuna mambo mengine? Kwani huwezi kuanzisha jambo lingine? Baadaye yale maneno yanaweza kutosha kukuondoa kwenye eneo lako la muujiza. Sifanye haraka kutoka kwenye eneo lako la muujiza. Huyu mtu anatupa kiwango cha uvumilivu wa hali ya juu. Changamoto zilikuwepo nyingi. Watu wanapita mbele yake, kabla yake wanachukua muujiza. Inakutosha kabisa kuondoka. Unaenda kwenye kongamano, watu wanakuja, Bwana amewasemesha, wametabiriwa, wamewekewa mikono. Wewe tu ndio hujatabiriwa, wewe tu ndio hujaongeleshwa chochote. Unasema na makongamano si yeye. Kwa nini? Yaani eti mimi nilikuwa nimesimama na jirani yangu, mchungaji anamuita huyo, njoo wewe mama njoo. Nikafikiri ni mimi, akabadilisha, wewe mwenye gauni la blue, nikagundua sio mimi. Akamwambia mambo makubwa ninayoyatamani mimi. Sasa kwa nini Mungu ana ubaguzi hivyo? Mbona aliyomwambia huyo ndo hayo na mimi nafanya nini? Toka kwenye eneo lako la Mungu. Huyu mtu alimwambiaje Yesu? Alimwambia Yesu, sikiliza, huwa mimi nikitaka kuingia anapita mtu mbele yangu. Hakuna kero kubwa kama hiyo. Haleluya. Yaani wewe unataka kuingia, unashangaa kuna mtu ameingia kwenye hiyo furaha kabla yako. Usipokuwa na neema huwezi kukaa enyewe. Haleluya. Amen. Jaribu kwenda kwenye ofisi ambayo unaweza kukaa kwenye benchi unasubiri kuingia. Halafu kuna mtu anatoka huko alikotoka, anafika bosi huko, anapitiliza. Halafu wewe uko hapo masaka za unajua hivi mimi kweli na mimi ni mtu jamani. Yaani watu wanapita tu. Mbaya zaidi na bosi anaweza akatoka akakupita tena. Haleluya. Amen. Huyu mtu alifanyiwa hayo yote, lakini aliendelea kukaa eneo lake la muujiza. Kaa kwenye eneo lako la muujiza. Usiondoke kirahisi. Kuna watu wao wanauza hata maeneo yao, japokuwa unaweza kuuza kwa changamoto mbalimbali, lakini kuna watu wanauza hata maeneo yao ambayo yangekuja kuwapa faida baadaye kwa sababu ya changamoto ndogo ndogo. Mimi naona hapa tupauze. Kwa nini? Tupauze tu. Nimekwazika hivi na tupauze. Wanauza. Ghafla wanagundua lilikuwa eneo lao la nini?
don't quit. Usiondoke kwenye eneo lako la muujiza. Tumesoma kwenye kitabu cha Yohana ule mlango wa 6 mstari wa 66 na hadi 69. Anasema Yesu alihubiri ujumbe akisema, atakayekunywa damu yangu na kula mwili wangu ataurithi uzima wa milele. Watu wakakwazika. Tulipoanzia kusoma, Biblia inasema miongoni mwa watu walioamini, watu waliofanya nini? Waliomwamini, wapendwa, wakaondoka. Yesu akawageukia wale 12 senashara, akawauliza, na ninyi mnataka kuondoka? Tuko kwenye eneo la muujiza hili, mnataka kuondoka? Kwa sababu ya hayo makwazo yasikuondoe eneo lako la muujiza. Nimesemaje? Makwazo yasikuondoe eneo lako la muujiza. Kabisa. Jirinde sana na watu wanaokukwaza. Saa nyingine huwa lengo lao ni wakuondoe eneo lako la muujiza. Wamenikwaza sana wiki iliyopita, mwezi uliopita, na mwaka jana mwishoni, halafu Januari tu. Haleluya. Amen. Angalia sauti ya ndani, connection na Mungu inataka kukupeleka wapi? Petro anatuambia neno la ajabu, akamwambia Yesu, twende kwa nani? Haleluya. Amen. Wewe unayo maneno ya uzima. Sisi hatuwezi kutoka eneo hili, hatuwezi kutoka kwako Bwana Yesu. Tutakaa kwako mpaka tumeona matarajio yetu yakitimizwa. Usitoke kwa Yesu kirahisi. Haleluya. Natokaje kwa Yesu? Simple like that. Hebu sema simple like that. Haleluya. Ambie jirani yako, nimeongea na Kiingereza kaa vizuri hapo. Amen. Amen. Taondokaje kwa Yesu? Yaani mchungaji, yalikuwa mazingira magumu sana, nisingeweza, nililazimika tu. Lakini mchungaji, ni kwa mara moja tu. Umetoka kwa Yesu. Nielewa kanisa la Bwana. Usitoke kirahisi. Sema twende kwa nani? Yesu anayo maneno ya uzima. Tunaposema uzima, lazima uwe na nguvu katikati ya mauti. Huwezi kusema we ni mzima kama hakuna nguvu ya mauti. Unaposema mimi ni mzima, maana yake umeshindana na nguvu ya mauti, ndio maana we ni mzima. Haleluya, kanisa la Bwana. Maana yake Yesu ana maneno ya uzima. Tunapokuwa kwa Yesu tuna uzima, hata kama adui anatutishia kutuua. Nafikiri Natania ukikutana na Ibrahimu muulize namna alivyoongea juu ya mke wake, akamwambia ukienda huko usiseme mimi ni mume wako, alafu Mungu mwenyewe atajua. Ilikuwa ni jambo gumu sana kwa familia. Hili Mungu ilibidi aingilie kati. Hawezi kukuondoa kwenye eneo lako la muujiza kwa sababu eti watu wanataka kukuaibisha. Haiwezekani. Simama tu na Yesu. Hata kama umebaki peke yako mwaminifu, simama katika uaminifu wako. Kuna watu eti wanaweza kuanguka kwa sababu eti mwingine ameanguka. Jamani. Unajua fulani nilikuwa namwamini kabisa. Kumbe wokovu haupo. Wewe wokovu upo. Achana na watu. Wokovu ni halisi na upo kwa ajili yako. Yaani na fulani basi kumbe mbingu hazipo. Hivyo tu. Sidanganyike. Watu wengi waliondoka, lakini Petro akasema twende kwa nani? Si Biblia imesema wengi waliondoka? Kwa nini Petro hakushawishika kwa sababu ya wengi? Alibaki. Siondoe mawazo yako katika kumtegemea Mungu. Hata kama watu wamejichafua,
wameondoka. Jamani, ulimwengu huu una udanganyifu mwingi. Hatuzungumzii tu kwa kanisani. Ukiangalia kwenye TV, ukiangalia watu, unaona udanganyifu wa mali, unaona vitu vingi. Watu wanadanganya, watu wanahangaika, watu wanasumbuka. Isikusumbue. Tuko kwenye ulimwengu huo. Haleluya, kanisa la Bwana. Jambo la pili linataka kufanana na hilo la kwanza, lakini kuna tofauti kidogo. Jenga moyo wa subira au uvumilivu. Jenga moyo wa subira au uvumilivu. Usome Mwanzo sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 10. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 10. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Ndio. Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inalilia kutoka katika ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jenga moyo wa subira au uvumilivu. Muujiza wowote unahitaji subira na uvumilivu. Si ni kweli jamani? Kwa sababu kuna mambo yamefungwa kwenye nyakati unataka. Sijui nitumie mfano huu, sijui utawakwaza, ngoja niangalie. Haleluya. Si kuna watu tungetamani watoto tu chapuchapu, si ndio? Lakini toka ujauzito inachukua miezi mingapi? Kwa nini 9 iwe yote hiyo? Kwa nini hata 4 tu usijifungue kaendelea na maisha mengine? Haleluya. Na ikitokea chini ya 9 wanasema imeharibika. Kwa hiyo lazima tuvumilie muda na majira yaliyoamriwa kwa jambo hilo. Si ni kweli watakatifu wa Mungu? Sasa kuna watu hawana uwezo wa kujenga subira wanapohitaji muujiza kwa Mungu. Kumbuka tumesema huyu mtu ambaye tumepata picha yake alikaa miaka 30 na ngapi? Na 8. Alivumilia, alikuwa na subira, hajui itakuwaje, lakini anavumilia. Kuna tofauti ya kuvumilia ukiwa unajua jambo hili litafanyika kwa namna hii. Kwa mfano, ni mfano tu, nikiwa ninaamini Alphonse atanipa 50, si ndio? Amen. Na tumekubaliana mpaka Ijumaa, ni rahisi kuvumilia, si ndio? Amen. Na je, nikiwa ninaamini Alphonse atanipa 50,000 ila sijui mpaka lini, uvumilivu unakuwa ajabu. Unasikia mtu anasema asiwezi fanya mambo ya ajabu hivyo mimi. Anataka awe na uhakika, alafu ndio ajenge uvumilivu. Wakati mwingine kwa Mungu haiko hivyo. Na nielewa watakatifu wa Mungu. Mungu akikwambia vumilia, wakati mwingine hakwambii mpaka Jumatano. Yeye anakwambia tuvumilia, nitatokea kwa muda mwafaka, si ndio? Sasa tukiishi kwa mfumo wa ulimwengu, tunataka tuvumilie katika muda tuliojiwekea. Umesema mpaka lini? Alia mbali sana bana. Siwezi kusubiri mpaka Alhamisi, labda Jumanne. Hiyo ni kanuni ya dunia tu. Haleluya. Mungu alimtokea Ibrahimu
akamwambia nitakupa mtoto akiwa na miaka 70. Wakati huo anawaza hii miaka, alikuwa na miaka 75. Anawaza Mungu anasema habari ya mtoto. Hii miaka 75 yote imefika hapa sijapata. Ananiambia atanipa. Alafu hata asemi lini. Alipofikisha umri wa miaka 90, Mungu akaja anamwambia tena mwakani, majira kabla haya. Sasa Mungu mpaka mwakani tena, si umesha kuja tumalizane tu hivi? No. Anajenga nini? Uvumilivu ndani ya mtu, ili linapotokea jambo liwe na mizizi. Waisraeli walikaa Misri miaka 430, lakini kilikuwa kimeandikwa kipindi cha miaka 400. Ilipopitiliza bado Mungu alikuja kwa Musa. Musa akaanza kuleta visingizio. Mimi siwezi kwenda, sina namna ya kusema, kwanza ninatafutwa kama muuaji. Mungu akasema majira yametimia, lazima hili jambo lifanyike. Mungu atakuinulia watu hata katikati ya mazingira ambayo huoni watu. Kuna mtu hajasikia nilichosema? Mungu atakuletea msaada katikati ya mazingira ambayo huoni huo msaada utatokea. Na huyo ndiye Mungu. Na mambo mengine watu wanapata msaada kwa namna ambavyo wameshatengeneza na ulagai, hapo wanasema kwa kweli ni Bwana, sio Bwana. Wewe umedanganya tu. Haleluya. Huyu mtu alikaa pale, Yesu amekuja katika mazingira ambayo, fikiria watu wanaokwenda kwenye sikukuu jamani, wanapita sehemu mbaya? Hapana. Wanaingia kwa malango maalum. Yesu akasema huko sipiti. Hekalu lile lilikuwa na milango 12. Akasema mimi leo napitia huu. Afanye hivyo kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Jamaa amevumilia, yuko pale. Yesu anamuuliza, unataka kuwa mzima? Yesu akiuliza watu hapa namna hiyo, inabidi waende wakaulizane kwanza nyumbani. Yesu ameniambia nataka kupata gari. Hivi sasa gari gani mimi? Maana naonaga magari sieliwagi hata hivi, gari ipi nzuri? Yaani itachukua mwaka anatafuta kumjibu Yesu. Usifikiri ni vyepesi. Haleluya. Hata Yesu akikuuliza unataka kupata nyumba, lazima umwambie hebu subiri kwanza Yesu, ili nijue aina ya nyumba itakayonifurahisha. Alafu ndo tuje tufanye nini? Uongee vizuri mradi unatuaje. Yesu anamuuliza unataka kuwa mzima? Huyu mtu watu wengi wanamlaumu, lakini mimi ninapenda kile alichosema. Alisema uhalisia. Mimi sina mtu. Haleluya, kanisa la Bwana. Mimi sina nini? Sina mtu. Kwa nini hana mtu? Alikuwa anahitaji mtu kwa sababu ya ule mchakato wa kudumbukia kwenye kisima. Alihitaji mtu wa kumweka kule ndani. Wapendwa, unahitaji mtu. Hebu sema nahitaji mtu. Lazima Yesu aje kwako, afanyike mtu. Biblia inasema alikuja kwetu, akawa mtu, akavaa mwili, nasi tukauona utukufu wa nani? Usifikiri mambo yanaenda ukiwa huna mtu. Hapana. Kuna wakati Yesu aingilie shida yako kama mtu. Kama sio yeye, akuinulie watu watakao simama na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu. Huyu mtu anasema sina mtu. Sasa usihangaike, mimi kwa kweli niko hapa kwa sababu sina mtu. Watoto wangu wamekosa ajira kwa sababu hawana watu. Yaani unalalamikia. Hapana. Yesu anao watu wengi anaoweza kuwafanya wainuke na wasimame na wewe katika jina la Yesu. Amen. Jenga subira, vumilia. Kwa kufanya hivyo
Yesu ataonekana. Tusipojenga uvumilivu, tunamfanya shetani atese fikira zetu na nafsi zetu. Tukijenga uvumilivu, shetani hana mlango. Shetani huwa hamuonei mtu anayevumilia. Kitu kidogo tu umelalamika, jamani, yani mimi wanioni kabisa kuwa wasamani. Usiwe mtu wa kulalamikia kila kitu. Jenga uvumilivu kwa Mungu. Mambo mengine hata ni ya muda tu. Unajua, tuna muda mrefu kabisa nyumba hii hatujawahi kula samaki. Yaani sasa tunakula dagaa. Kwani dagaa sio samaki? Ni samaki, kwa sababu ana madini mengi tu. Inga sababu na hamu na sato umeshaona hata Mungu afai. Sisi tunaishi maisha ya shida, tunakula dagaa tu. Usiwe mtu wa kulalamikia mambo madogo madogo. Jenga uvumilivu kwa mambo makubwa. Menelewa watakatifu wa Mungu. Jambo la 3. Uwe tayari kwa maelekezo ya neno la Mungu. Uwe tayari kwa maelekezo ya neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wanatekeleza matakwa ya kimungu kwa sehemu au kwa viwango kadhaa. Hawafikii muujiza wao kwa sababu hawafanyi full package. Hawafanyi full package. Utimilifu wa package nzima, wa kitu kizima. Yaani wanashika kipande kimoja na kingine na kingine, halafu wanafika mahali kunakuwa kumebaki eneo ambalo hilo tu akilitimiza wanatokea upande wa pili wa muujiza wao. Na kuonyesha kwa mfano kwenye neno la Mungu. Tusome Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 7. Kuonyesha hiyo namna ya kufanya full package. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 7. Kuna mtu anapata kitu? Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa nabii alimlilia Elisha, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani, ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukaviminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia milango, yeye na wanao. Hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumesikiliza vizuri neno hilo, watu watakatifu wa Mungu. Mtu mmoja alikuwa anadaiwa. Mama huyu mume wake alifariki, akamwacha kwenye madeni. Hao wanaume wanaoacha wake kwenye madeni, Mungu anawaona. Tena alikuwa mtumishi wa Bwana. Kaacha mke kwenye madeni. Na wanawake mwenu mnakaa makini. Waume zenu wanapofanya biashara huko, unamuuliza umekopa na wapi? Si ndio? Lakini Bwana atutetee. Haleluya. Huyu baba
akafariki, kwa sababu kufa si kupo tu jamani. Za kafa mama, kafa baba, kafa yeyote, kufa kupo tu, ila hatupaswi kufa kabla ya wakati. Alipokufa mama akawa na madeni makubwa yasiyolipika. Nakumbuka madeni sio mazuri sana, kwa sababu kwenye Biblia watu wengi sana wamelipiwa madeni, kwa sababu madeni huwa mara nyingi hayalipiki kirahisi, si ndio? Usiendekeze sana maisha ya madeni. Mchungaji, unatufundisha nini? Ni utaratibu, kwa sababu tunasoma kwenye Biblia kuna watu walikuwa hawawezi kulipa nini, hata deni la dhambi tumelipiwa jamani. Kuonyesha madeni ni nini, ni magumu. Huyu familia ikawa kwenye madeni, mdeni akaja kwenye ile familia, bana, mna nini hapa sasa, tulipe deni letu kwa rasilimali mlizonazo. Kukawa hakuna rasilimali najitosheleza, ila yule mama alikuwa na mabinti wawili. Wale mabinti, yule mwenye kudai akasema, kwa ajili ya deni langu mimi nachukua hawa watu wakawe watumishi kwangu. Unaweza kuwaza inauma kiasi gani? Yaani watoto wako wanaenda kutumika, sio walipo hela upate chochote, wanatumika ili kulipa nini? Deni. Ukijiweka kwenye nafasi ya hiyo familia, ndio utajua ni kwa namna gani tunamhitaji. Kuna maisha ya watu kwa kweli wanaishi kama kulipa madeni tu, yaani hawana kitu kikubwa wanachofanya kwenye maisha yao. Hayo sio maisha mazuri. Huyu mama akaona, sasa ninafanyaje? Kumbuka tunajifunza kwamba uwe tayari kwa maelekezo ya neno la nani? Kuwa na changamoto sio shida, lakini kutoka kwenye changamoto inahitaji umakini wa kusikiliza maelekezo ya neno la nani?